Dunia yashtuka baada ya Tundu Lissu kukosa kufika mahakamani, huku wengi wakiuliza kuhusu usalama wake. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Asubuhi tulivu ya Dar es Salaam ilikatizwa na taarifa nzito kutoka Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Kisutu, ndani ya ukumbi uliosheheni mawakili, waandishi na wa habari na wote waliokuwa wakisubiri kwa hamu. Jaji Dan Sandunguru alitoa agizo lililosambaa kama radi kwenye mitandao ya kijamii. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu lazima afikishwe mahakamani Jumatano ijayo kuendelea na kesi ya uhaini inayomkabili. Kauli hiyo ya mahakama haikuwa ya kawaida, ilichochea hisia kali katika mji ambao kwa siku kadhaa umekuwa katika hali ya taharuki, huku uvumi na ukosefu utulivu kitanda mitaani. Ni kesi inayogusa si tu masuala ya kisheria bali pia mustakabali wa siasa, uhuru wa kujieleza na mizani ya nchi ama ya haki nchini Tanzania. Kesi ya uhaini na umkabili Tundu Lissu imekuwa kivutio kikuu cha macho cha wananchi tangu ilipoanza kusikilizwa rasmi mwaka huu, na kwa mara nyingine tena shauri hilo limeahirishwa baada ya upande wa jamhuri kushindwa kuwasilisha shahidi wake wanne, na sababu zilizotolewa zilionekana kuwa nzito. Hali ya jiji Dar es Salaam kutotajwa kuwa shwari kwa 100%. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, mashahidi waliotarajiwa kufika kutoka mikoa ya Ruvuma na Mbeya hawakuweza kusafiri kutokana na changamoto za kiusalama. Wakili wa serikali mkuu Thawabu Issa alieleza mahakamani kwamba haikuwa busara kuwalazimisha mashahidi hao kusafiri katika mazingira ambayo hayakuwa salama. Hata hivyo, hoja hiyo haikutosha kuahirisha kesi kwa muda mrefu kama ilivyoomba. Mahakama ilikata ombi la upande wa jamhuri la kuahirisha kwa siku 14. Badala yake ikatoa maelekezo kwamba shauri liendelee Jumatano ijayo. Jaji Ndunguru alisisitiza kuwa ni lazima Lissu afikishwe mahakamani na mashahidi wote wanaohitajika wawepo. Siku ya leo mazingira ya Mahakama Kuu yalikuwa na hisia mchanganyiko: ukimya mzito, mazungumzo ya chini na nyuso zilizofadhaika. Wengine waliokuwa wamefika kusikiliza shauri walijawa na maswali. Kwa nini hali usalama inatajwa kama kikwazo cha mashahidi? Je, ni ishara ya hali tete ya kisiasa au tahadhari ya kiusalama halisi? Miongoni mwa waliokuwepo mahakamani ni mwanasheria mkuu wa Chadema Daktari Rugemeleza Nshala, ambaye alifuatilia mwenendo wa shauri hilo kwa ukaribu. Hata hivyo, kwa wafuasi wa chama hicho waliokuwa nje ya mahakama, hali ya kusubiri imekuwa kama mchezo wa subira unaotishia kuchosha imani ya wengi katika mfumo wa haki. Kwa miezi kadhaa sasa, kesi imekuwa ikivuta hisia za wananchi, hasa kutokana na uzito wa mashtaka yenyewe. Tundu Lissu, ambaye ni mwanasiasa ambaye kwa muda mrefu amekuwa sauti kali ya upinzani nchini Tanzania, anakabiliwa na mashtaka ya uhaini, kosa linalobeba uzito mkubwa kisheria na kisiasa. Kesi ya uhaini dhidi ya Lissu haiko tu kwenye mizani ya sheria, ni kioo cha kuangalia mwelekeo wa demokrasia nchini, na inabeba alama ya mvutano wa kisiasa, historia na migongano baina ya serikali na upinzani, na hofu ya kurudi kwenye enzi za siasa za mabavu. Kwa wapenda haki, kesi ni kipimo cha uwazi wa taasisi za kisheria nchini, na kwa upande wa serikali ni uthibitisho wa dhamana kwamba hakuna mtu aliye juu ya sheria. Lakini kwa wananchi wa kawaida ni simulizi linalochanganya kati ya imani na hofu, matumaini na mashaka. Ripoti za awali zilitaja kuwa mazingira ya usikilizwaji wa kesi yamekuwa na tahadhari kubwa, huku ulinzi ukiongezwa mara kadhaa. Aliyemeibua maswali juu ya iwapo hofu hiyo inahusiana na kesi yenyewe au ni sehemu ya ishara ya wasiwasi mpana katika jiji la Dar es Salaam. Dar es Salaam, jiji lenye shughuli nyingi za kibiashara na kisiasa, limekuwa likitajwa kuwa katika hali isiyo ya kawaida wiki hii. Uwepo kwa maandamano ya hapa na pale, matamshi ya kisiasa mitandaoni na ongezeko la doria za polisi kumeongeza hisia za taharuki. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa mahakamani, mashahidi waliotoka mikoani walishindwa kuingia jijini kutokana na tahadhari za kiusalama. Kauli hiyo imechukuliwa kama kiashiria cha uwepo wa mvutano unaoendelea, ingawa hakuna taarifa rasmi ya tisho hilo thibitishwa.
Taharuki imesababisha hata ratiba za mahakama kubadilika mara kadhaa, huku kesi kadhaa za kisiasa zikiahirishwa kwa sababu zinazofanana. Kwa wananchi, inazidisha taswira ya taifa linalotembea katika kivuli cha hofu na taharuki ya kisiasa. Kesi ya Lissu ni mwendelezo wa hadithi ndefu ya mwanasiasa huyo na mfumo wa haki nchini Tanzania, na tangu kushambuliwa kwa risasi mwaka 2017 na kisha kurejea nchini mwaka 2020, Lissu amekuwa nembo ya mapambano ya kisiasa na kisheria, na kila hatua yake imekuwa ikiangaliwa kwa makini na wapenda mabadiliko ndani na nje ya Tanzania. Mashtaka ya uhaini yanayomkabili yanatajwa kuhusiana na matamshi na matendo yaliyodaiwa kuchochea uvunjifu wa amani. Hata hivyo, kwa wengi kesi hii inaonekana zaidi kama jaribio la kisiasa kuliko shauri la jinai. Hata hivyo, kwa mujibu wa taratibu za mahakama, kesi ya uhaini ni miongoni mwa kesi nzito zaidi katika mfumo wa sheria wa Tanzania, na mtu anayetiwa kwa hatiani chini ya kosa hilo anakabiliwa na adhabu kali, ikiwa ni pamoja na kifungo kirefu au hata adhabu ya kifo, ingawa utekelezaji wa adhabu hiyo umekuwa nadra katika karne hii. Na katika ombi lake la kuahirisha kesi, upande wa jamhuri ulitumia kifungu cha 302A cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura 20 toleo la mwaka 2023. Kifungu hicho kinatoa ruhusa kwa mahakama kuahirisha shauri endapo kuna sababu za msingi zinazohusu usalama, upatikanaji mashahidi au changamoto za kiutaratibu. Hata hivyo, uamuzi wa mahakama kuahirisha kwa siku chache badala ya wiki 2 umeonekana kama ishara ya kukata shauri hilo lisichukue muda mrefu zaidi. Ni uamuzi unaoashiria msimamo wa mahakama kwamba haki haipaswi kucheleweshwa zaidi inavyostahili. Kwa Tanzania, kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu ni zaidi ya suala la mtu binafsi. Ni kipimo cha namna taasisi zinavyoshughulikia mgogoro ama migogoro ya kisiasa na jinsi haki inavyotolewa bila upendeleo. Kesi hii pia imekuwa na athari kwa taswira ya nchi kimataifa, hasa miongoni mwa mashirika ya haki za binadamu na wadau wa demokrasia. Na huku macho ya dunia yakielekezwa Dodoma na Dar es Salaam, kila hatua ya shauri hili inatafsiriwa kama ishara ya mwelekeo mpya ama wa uthabiti wa sheria au kuzidi kwa migawanyiko ya kisiasa. Kwa vijana na wanaharakati, kesi imekuwa chanzo cha mijadala kuhusu nafasi ya wananchi katika kusimamia haki na uwajibikaji nchini Tanzania. Wengi wanaiona kama fursa ya kuhamasisha mijadala kuhusu uhuru wa kutoa maoni, haki na kupinga, na wajibu wa serikali kusikiliza sauti za raia bila kutumia nguvu. Kwa watazamaji wa kawaida, kesi ya Tundu Lissu inazidi kuwa kama sinema ya kisiasa inayoendelea ndani ya kuta za mahakama. Kila kikao kinazalisha vichwa vipya vya habari na kila hoja inakuwa sehemu ya historia inayoandikwa na tahadhari. Mahakama Kuu, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ngome ya haki, sasa inabeba jukumu zito kuhakikisha kuwa kesi hii haigeuki kuwa taswira ya hofu bali mfano wazi wa kisheria. Na kwa sasa macho yote yamegeuka kuelekea Jumatano, siku ambayo Tundu Lissu anatakiwa kufikishwa tena mahakamani. Hapo ndipo Tanzania itakapoamua kama kesi hii itasonga mbele au itaendelea kusimama katika kivuli cha visingizio vya usalama na hofu kisiasa. Kwa wengi, si tu kesi ya uhaini, ni jaribio la taifa kuthibitisha kwamba misingi ya haki bado inasimama imara licha ya vuguvugu la siasa. Na kwa historia ya Tanzania, kila uamuzi utakaochukuliwa Jumatano utakuwa zaidi ya hukumu ya mahakama, utakuwa ujumbe wa dunia nzima kuhusu sura halisi ya demokrasia ndani ya taifa hili linalojivunia amani yake. Hii ni habari tendeti kutoka hapa Kenyascope, ambapo tunachambua kwa kina. Zidi kuwa nasi na kutembea safari pamoja. Subscribe na kulike na vile kushare video hii, na bila shaka gonga hiyo alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa kama hizi pindi tu tunapozi upload.